Unaweza kupata ushindi kwenye mechi za ligi kuu. Huwezi ukashinda mechi zote, kuna mechi zingine utapata sare, zingine utafungwa. Kwa hiyo mechi ya leo tumelazimika tumefungwa kwa sababu tulikutana na timu ambayo ilikuwa ni bora zaidi siku hii ya leo. Wewe ni mmoja wa mtu ambaye ulikuwa unasema sana Matola apewe timu. Hii sio sababu, hata kama yule kocha angekuepo yule mzungu, kupoteza mechi ni sehemu ya mpira. Umeelewa? Sema tu watu kwa sababu wana pressure ya kutafuta matokeo. Unayecheza naye alikuwa ni bora zaidi. Azam sio timu ndogo. Azam sio Mbeya City au Namungo. Azam ni timu nzuri. Kwa hiyo ukishindwa kujipanga vizuri, anakuadhibu kama tulivyoadhibiwa siku hii ya leo. Wachezaji mmefeli kimbinu ama uwezo wa kocha? Ni mbinu zimetumika zaidi na wachezaji ambao wana viwango vizuri. Wewe ukiangalia unakuja kama ukimwona mtu kama Kamiko yuko katikati. Akamiko ukimwona mtu katikati anagawa mipira. Umeelewa? Kwa sababu alichofanya mwalimu yeye aliingiza viungo wengi. Mwalimu wa Azam aliingiza viungo wengi. Na viungo wengi ndio wale kuja kutoa matokeo siku ya leo. Mpanzu anapiga mbili zote zinagonga post. Ni moja ya sababu kwamba wamejaribu kufunga lakini bahati haikuwa yao. Kwa hiyo mechi ilikuwa upande wetu siku hii ya leo. Simba ni mbovu ama ni uwezo, ni umezidiwa uwezo? Ni matokeo ya mpira. Unapocheza kwenye ligi uwezo ukacheza mechi zote hapo ukapata ushindi. Kuna mechi zingine utapoteza. Umeelewa? Kwa tutafika leo tumepoteza mechi siku ya leo. Mchezaji ni siku nyingi sana toka mshinde uwanja wa Benjamin Mkapa. Shida nini kwa hapa? Tuna mechi kama 7, 8. Hatujawahi kupata ushindi. Na leo ni mechi ya 8. Imetusababisha tusipate ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa ujumla hii mechi hii ya leo tunatamani ingeisha vile mbili kwa sababu hali ilikuwa inaelekea tungefungwa zaidi ya goli 2 siku hii. Shida ni kuna nini hapa Benjamin? Uwanja wa Benjamin Mkapa tuna mechi kama 8 hatujawahi kupata game. Mara ya mwisho mlishinda dhidi ya Almasi. Mara ya mwisho. Na hii mechi na Almasi yenyewe tulishinda kwenye penalty. Si ndio hivyo? Ina maana hii mechi tungeipeleka wapi? Tungempeleka Meja Samujo, tungepata ushindi. Lakini hapa unajua kabisa una mechi 8. Hujawahi kupata ushindi, bado unaleta mechi hapo. Maana yake hapa kuna shida na Yanga walijua kwamba kuna shida. Ndio maana Yanga akaamua kuondoka. Yanga na akili nyingi, alijua safari hii alikuja na mbinu za tofauti. Yanga alijua hivi, ubingwa nitabebeje mwaka huu. Mimi ubingwa nitabeba kwa kutocheza Benjamin Mkapa. Na sababu anayojua kwa nini kama Benjamin Mkapa. Si tukaenda kichwa kwenye meza ya kimataifa na ya ligi. Hii mechi kwa lazima tuilete hapa. Umeelewa? Wewe umeona ile mechi Yanga iliyocheza Zanzibar. Baada goli kataliwa. Wakapata ushindi na mechi za Zanzibar. Wao leo unaleta uwanja huu hapa. Huu uwanja zamani ulikuwa wa kwetu. Lakini leo sio wa kwetu tena. Mchezaji Yanga hapo uwanjani saa hizi wakishinda watakuzidi pointi 1 atataji ya kelele ya msimamo wale. Kwa hivyo vile mwenzangu akipata ushindi baadaye atatuacha juu. Lakini sisi kinachotumika hii mechi kwa mna haja kuileta hapa. Hii mechi ilibidi ichezewe Meja Samuyo. Alafu unakuja unairudisha hapa wakati unajua hapa una mechi 8 hujawahi kupata matokeo. Kwa hiyo mechi tunaanza kuletwa hapa lazima tuendelee kupoteza. Hii mechi nimeomba leo nimeomba asubuhi, nimekuja saa 1 hapa. Niingie humo ndani nikafanye maombi yangu, nimekataliwa. Ina maana kuna watu wavyo wanahujumu Simba. Nimekataliwa kuingia, nikazunguka ule uwanja wa kule. Nikawaomba jamani, naomba niko chini ya miguu yenu. Hii mechi niingie kivipi? Niende na mimi kafanye maombi humo ndani. Maana najua uwanja mbovu. Ndio maana Yanga amekimbia. Nimekataliwa. Ina maana hao watu wanaokatalia nao wanafanya hujuma ndio kwenye mechi za Simba. Unajua nini kipo uwanjani? Alafu watu wamevaa vile zile nani za maskari kabisa, wanaonekana kwamba ni watu wa Simba. Umeelewa? Wanakatalia nisiingie. Maana yake nini? Kuna watu wametumwa kuja kuiharibu Simba. Na Simba kwa design unakoendea hata ubingwa kubeba itakuwa ni ngumu. Umeelewa? Maana kuna watu wamepangwa na Yanga wamewapanga na Yanga watafanikiwa. Maana Yanga walisema watachukua ubingwa mara 10 back to back. Na ukiangalia sasa hivi wamechukua mara 5. Yanga walituambia Simba atafungwa mara 10 back to back. Tumefungwa mara 6. Kwa hiyo bado mara ngapi? Bado mara 4. Na ubingwa unaonekana unaondoka, ndio ubingwa kuondoka ndio hivi. Ubingwa unaondoka hivi ndio hivi unaondoka hivi. Hiyo ni Simba ikichukua ubingwa msimu huu. Ni ngumu kwa design ambayo ipo. Haiwezekani leo mimi naingia humo ndani nataka nikaombe hapo wanakatalia. Haya matokeo si ndio hayo sasa. Matokeo ndio hayo ambayo ameyapata, ambayo kwa anapiga kelele, mwisho wa siku ameyapata matokeo ndio hayo hapo.
matokeo ambayo tulitazima tushinde. Wewe wezekane Kibisawala anagongesha mwamba magoli yanarudi. Hapo sio mechi ya kwanza hizi. Mechi zote zinagongesha mwamba zinarudi. Maana kuna watu wanahujumu Simba. Mchezaji nini sasa kifanyike hapo? Cha kufanya ni ruhusu niingie huko ndani. Mbona ni ruhusu niingie? Wanajua nikiingia nitaharibu mambo yao walioweka. Huko ndani kuna viungu vinne. Nakupa hiyo siri sasa. Hapo kuna viungu vinne, sijui walioweka. Viungu vinne ndio vimewekwa huko ndani. Simba hata acheze miguu yageuze juu, apate ushindi huko ndani. No, hawezi kupata. Huko ndani kuna mambo yao anajua. Kuna makufuli yamefungwa hapo mpaka afunguliwe. Ndio Simba anaweza kashinda hapo. Mimi mwenyewe sinajua kwamba kuna viungu vinne. Mimi mwenyewe ninaanza za kufungua huko ndani Simba aweze kushinda. Na kama unakatai, hii ni mechi ya 8. Mechi ya 8 hii hatushindi. Kwa hiyo kuna shida kubwa ndani ya Simba ambao hatupe nafasi, wakati tunajua kwamba Simba shida yake huko ndani kwenye hiyo pichi. Kuna watu wameharibu huo uwanja, ndio maana wakakimbia na wataki kucheza hapo. Mechi ya ligi hawataki, mechi ya kimataifa hawataki. Wewe unanielewa mpaka hapo? Ndio hivyo maribiwa mpaka tena urekebishwe. Hapa ilikuwa hivi, Benjamin Mkapa hakuna mtu anayetoka. Lakini leo mechi ya kimataifa tunafungwa na za ligi tunafungwa. Maana yake nini? Hakuna mtu anaweza kurekebisha hapo. Ila mimi mwenyewe wamenikatalia mimi saa 12 asubuhi nisiingie. Kwa nini wananikatalia nisiingie? Haya ndio madhara yanasababisha Simba tusipate ushindi. Wao walikuwa magetini wamenikatalia nisiingie. Kwa nini wananikatalia? Kama mchungaji, hivyo viungo ndio vinazuia viungo vinne ndio vinasababisha Simba asishinde hapo. Na hata shinda mpaka vitolewe. Hapo ndio uwanja huo. Nasema hivyo viungo vinne simesema sio mambo ya kimpira. Mimi ndo nakueleza ndio mambo ya kimpira wa Afrika. Mpira wa Afrika ndivyo ulivyo. Yanga walijua kuna viungo vinne na wamevitegesha, wakaondoka zao, wakaenda Zanzibar. Simba akiingia huko ndani, mechi ya kimataifa anafungwa. Ni Simba akiingia huko ndani, mechi za ligi anafungwa. Mechi ya 8 Simba hapati ushindi huko ndani. Wenyewe watakavyoamua. Meja Samuyo haina shida. Hata hii mechi angepeleka kule Simba angeshinda. Ile wanaangania huko ndani. Samuyo mnacheza vizuri sana. Mpaka mkatamani kumwacha kabisa Matala kwamba ni kocha. Kwa hiyo kocha hana shida. Wachezaji hawana shida. Uwanja ndio umeharibiwa. Huu uwanja umeharibiwa kwa 90%. Yanga akanyagi hapa, hata mwafanyeje Yanga akanyagi hapa. Hata za ligi acha akanyagi, mechi za kimataifa, hata mechi ya Simba na Yanga. Yanga itapelekwa Zanzibar. Nisikize maneno yangu. Itapelekwa Zanzibar. Haiwezi kuchezwa huko ndani. Maana huko ndani ushindi haupo. Uwanja umeharibiwa. Pichi ni nzuri, lakini mambo yale yako utamaduni hapo ndio imeharibu Simba 100%. Simba inatakiwa iwe na kocha wa namna gani kwa sasa? Bado hujanielewa ndugu yangu. Kocha hana shida. Utafukuza makocha kile unayemleta. Wachezaji wote ni standard, wanafanya mambo makubwa, lakini huko ndani. Kwa hiyo option hapo ni kubadilisha uwanja tu. Uwanja tu ndio shida. Ndio maana meja tukienda kule, meja tuwe kupata sare. Meja mechi zote tumeshinda. Wai hapo tunafungwa mechi ya 8. Ndio maana leo niliwahi saa 11, saa 12. Niruhusiwa niingie huko ndani. Lakini wamenikatalia, matokeo ndio hayo hapo. Na bado